Je, unajua kwamba namna unavyolala inaweza kuathiri moyo wako na ubongo wako moja kwa moja? Watu wengi hulala kila siku bila kujua kuwa baadhi ya nafasi wanazotumia zinaweza kuongeza hatari ya matatizo ya moyo, kupunguza mzunguko wa damu kwenye ubongo, kusababisha uchovu sugu na maumivu ya mwili. Leo nitakuonyesha nafasi 5 hatari za kulala ambazo unapaswa kuziepuka kuanzia leo. Hakikisha unatazama video hii hadi mwisho, kwa sababu nafasi ya mwisho inaweza kuwa ndio unayotumia kila siku bila kujua hatari yake. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Kulala si tu kupumzika, ni wakati ambapo mwili unajirekebisha, ubongo unasafisha sumu yani toxins, lakini pia moyo unapata nafasi ya kufanya kazi kwa utulivu. Lakini ukiwa kwenye nafasi mbaya, mzunguko wa damu unaweza kuathirika, mishipa inaweza kuathirika pia, lakini pia oksijeni inaweza kupungua kwenye ubongo. Hii inaweza kuleta madhara makubwa taratibu bila wewe kugundua mapema. Tuanze kuangalia nafasi 5 hatari za kulala. Nafasi ya kwanza, kulala chali. Watu wengi sana wamekuwa kilala chali bila kujua changamoto wanazoweza kuzikuta. Ingawa wengi hupenda kulala chali, inaweza kuwa hatari ikiwa shingo haijasaidiwa vizuri, yani bila kutumia mto, au njia ya hewa inabanwa. Madhara yake yanaweza yakawa kama kukoroma kupita kiasi, kupungua kwa oksijeni kwenye ubongo, lakini pia kuongeza hatari ya matatizo ya moyo. Suluhisho: unaweza kutumia mto unaosaidia shingo au lala upande wa kushoto. Namba 2 ni kulala upande wa kulia. Hii ndio nafasi ambayo watu wengi hutumia, lakini ina madhara fulani. Madhara inaweza kuongeza pressure kwenye moyo, huathiri mzunguko wa damu, husababisha acid reflux kwa baadhi ya watu. Suluhisho: jaribu kulala upande wa kushoto, husaidia kuimarisha mzunguko wa damu. 3 ni kulala kifudifudi. Hii ni moja ya nafasi ambayo ni hatari zaidi, kwani madhara yake unaweza kubana kifua na kupunguza pumzi. Unaweza kuumiza shingo na mgongo pia, lakini pia unaweza kuathiri mtiririko wa damu kwenda kwenye ubongo. Suluhisho: epuka kabisa na punguza tabia hii polepole. Namba 4 ni kulala ukiwa umekaa, yani sitting position. Watu wengi hulala kwenye sofa au kiti. Madhara ni mzunguko wa damu unapungua, moyo unafanya kazi kwa shida sana, lakini pia huongeza hatari ya kuganda kwa damu, yani blood clot. Suluhisho: hakikisha unalala kitandani ukiwa umelala vizuri. Namba 5, kulala bila mpangilio, yani twisted position. Mfano, miguu imekunjwa vibaya, mwili umejikunja sana. Madhara yake ni mishipa kubanwa, maumivu na ya mgongo pamoja na shingo, lakini pia kupunguza kwa mtiririko wa damu. Suluhisho: lala kwa mstari ulionyooka, mwili uwe relax. Sasa baada ya kuangalia nafasi ambazo ni hatari wakati wa kulala, basi kwa dakika 1 mpaka 2 tuanze kuangalia baada ya kuona hatari. Sasa solution ni nini? Kulala upande wa kushoto husaidia moyo kufanya kazi vizuri na kuboresha mzunguko wa damu, lakini pia kulala kwa mto sahihi hulinda shingo na mgongo, mwili kuwa relaxed na ulionyooka. Usilale ukiwa umejikunja sana, kwani kulala ukiwa umejikunja sana unaweza ukaongeza hatari ya moyo pamoja na ubongo wako. Ili kuboresha usingizi wako, epuka simu kabla ya kulala. Lala muda ule ule kila siku. Mfano, ikiwa unalala saa 4, basi hadi saa 4 uwe umelala. Hakikisha chumba kina utulivu, lakini pia kimezimwa taa au kimewekwa taa ambazo zinaongeza hali ya kupata usingizi kwa haraka. Kumbuka, namna unavyolala leo inaweza kuamua afya yako ya kesho.
Epuka nafasi hizi 5 ambazo tumezitaja, ambazo ni hatari: linda moyo wako, linda moyo wangu, na boresha maisha yako. Anza kubadilisha tabia zako na kulala kuanzia leo. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Asante kwa kunisikiliza na nikutakie siku njema.